بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر كلما صام صائم وفي هذا اليوم السعيد أفطر الله أكبر كلما هلل محلل وحمد الله وسبح وكبر الله أكبر كلما أخرج مسلم زكاة الفطر وزكى وتطهر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجريل النوال سبحانه يسر لهم مواسم الخيرات وأسعدهم ببره وكرامه أحمده سبحانه بما هو له أحلو من الحمد وأثني عليه وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه وأؤمن به وأتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد عباده صائمين بالغفران وسكن بالجنان ودخول باب الريان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله نشر الهدى ونور وسن الأعياد لإشاعة البهجة والسرور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Sifa zote njema ni za Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yuko pekee katika ukamilifu na ambaye amewaahidi waja wake wanaofunga kupata maghfira yake na kuwaingiza peponi kwa mlango wa Rayyan. Na tunashuhudia kuwa hapana Mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mjumbe wake, swala na salam zimfikie yeye na masahaba wake na kila anayefuata uongofu wake mpaka siku ya malipo. Amma ba'd. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, umma wa Kiislamu, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tambueni kuwa siku yenu hii ni siku tukufu yenye hikma na maana nyingi, kwani siku hii imekuja baada ya kumalizika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, saumu ambayo malipo yake yapo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema katika hadithi al-Qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndiyo ninayetoa malipo ya saumu. Mwenyezi Mungu anatuambia katika sura ya pili ya Qur'ani tukufu, suratul Baqara aya ya 185, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Anaelezea huku akizungumzia kukamilisha saumu ya mwezi wa Ramadhani, amesema kwamba Mwenyezi Mungu, basi nakamilisheni hesabu ya mwezi huo wa Ramadhani iwe ni siku 30 au 29, na baada ya kukamilisha hivyo walitukabbiru Allah, mtukuzeni sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndiyo maana toka tulivyomaliza mfungo jana jioni, takbira zinaendelea, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Mtukuzeni sana Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wake, kwa yale aliyowaongoeni kwa kufanya hivyo ili muweze kuwa wa kumshukuru, kwani hatukuweza kukamilisha mwezi huu isipokuwa ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake. Ndugu zangu, pia hii ni siku ya kukubaliwa dua, kama ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumza katika aya inayofuatia baada ya aya hiyo, pale aliposema
wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun, kwamba anamwambia mtume wake kwamba pale watakapokuuliza waja wangu kuhusu mimi, basi mimi nipo karibu sana na wao, na mimi ninajibu maombi yao kwa yule atakayekuwa ananiomba. Basi mimi nitawajibia waniitikie mimi, na kwamba waniamini mimi na wapate kuongoka, wasiamini kitu chochote kingine zaidi yangu mimi. Mtiririko wa aya hizi unaonesha kuwa waliofunga wanastahiki kujibiwa dua zao, kwani waliitikia amri ya Mola wao ya kufunga kama walivyotakiwa, wakajiweka mbali na kila maasi, wakajikurubisha kwa Mola wao kwa ibada mbalimbali, na wakatoa zakatul fitri kwa ajili ya kuzitakasa funga zao. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, wallahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, hamdan kathiran. Ndugu Waislamu, siku ya Idi pia ni siku ya kujumuisha watu na yenye kuunga udugu na ujamaa kwa kutembeleana, kusameheana na kuondeshana chuki na bugudha. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadhu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana, wala msitupane wala msipeane migongo wala msibugudhiane wala msihudusiane, bali kuweni waja wa Allah ambao ni ndugu. Hii inaonyesha kwamba siku hii ni siku ya kuondosha zile tofauti tulizo nazo, tusameheane, tuombane radhi na tujengane sawa sawa, tukiwa ndugu wenye kushikamana, tukiwa ndugu ambao hatuhasidiani wala hatufanyiani yote yale yaliyokuwa mabaya na si mazuri baina yetu. Anaendelea kusema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhhabu alghillu ankum, peaneni mikono, utaondoka undani ulioko baina yenu. Siku hii ni siku ya kukumbatiana, siku hii ni siku ya kupeana mikono, kwani kwa kufanya hivyo, kwa falsafa ya kitume ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba inaondoka ule undani ulioko baina yetu. Kama undani huo si mzuri, basi unaondoka. Kama undani ni mzuri, basi unazidi kushamiri na unakuwa mzuri zaidi na zaidi. Amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Na waliokuja baada yao wanasema, ewe Mola wetu, tughfirie sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani, wala usijalie katika nyoyo zetu undani kwa walioamini Mola wetu, hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Tunapata fundisho gani hapa? Kwamba siku kama hii ni siku muhimu sana pia kuwakumbuka wale wapendwa wetu, ndugu zetu waliotutangulia, kwa kuwafanyia dua, kwa kuwafanyia maombi mbalimbali. Na katika siku ya Idi kuna ukumbusho juu ya haki za mafakiri na maskini, mpaka ienee furaha yake katika kila nyumba, na yapatikane mapenzi na mshikamano baina ya matajiri na maskini na mafakiri. Na hii ni katika hikma ya kufaradhishwa zakatul fitri. Zakatul fitri imefaradhishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam iwe ni 2.5 kilo ya nafaka ambayo inapendwa katika eneo husika, au thamani sawa na hizo 2.5 kilo, ambapo mmoja anampa mwingine, na analenga zaidi kufanya basi wote kwa pamoja katika familia zetu au mtu mmoja tuwe katika hali ya furaha, hali ya kupata riziki iliyokuwa nzuri, mwanana, inayopendeza katika siku nzuri na kubwa kama hii, siku ya Eid. Na zakatul fitri hutolewa kabla ya swala ya Eid. Ikitolewa baada ya swala ya Eid, basi inakuwa ni sadaka tu kama sadaka za kawaida na sio zakatul fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar kabiran, walhamdulillahi hamdan kathira. Umma wa Kiislamu, kuweni na tabia ya kushirikiana baina yenu na kuwasaidia ndugu zenu wenye shida, kwani hakika binadamu hata akiwa ana mali na elimu kubwa kiasi gani, basi bado atashindwa kujitosheleza na atahitaji msaada kutoka kwa wanadamu wenzake. Kutokana na haya, ndio Uislamu ukatuamrisha kusaidiana na kushirikiana katika mambo yetu.
kwani kutokana na kusaidiana tu ndio umma huyu Mungu aliyotuambia katika aya ya pili ya suratul Maida pale aliposema wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan, basi shirikianeni katika mambo mema na mambo ya kiucha Mungu na wala msishirikiane katika madhambi na mambo ya uadui. Mwenyezi Mungu anatuongoza kwamba tuwe tunashirikiana katika mema. Tushirikiane katika mema sisi wenyewe Waislamu, tushirikiane katika mema na jamii inayotuzunguka. Lakini tusishirikiane katika yale yaliyokuwa mabaya, yale ambayo yana madhambi na yale ambayo yenye kuweza kuleta uadui baina yetu. Hili ni ashirio la namna gani kwamba Uislamu unahimiza na kuongoza juu ya watu kuishi kwa amani, upendo na mshikamano. Watu waweze kushirikiana katika yaliyokuwa mazuri, watu wasifanyiane mambo yaliyokuwa mabaya. Na amesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu yuko pamoja na mja pale ambapo mja yeye atakuwa anamsaidia ndugu yake. Kwamba tunapoishi pale ambapo mmoja wetu ana uhitaji wa jambo fulani, basi utakaposimama kumsaidia ujue kwamba kumsaidia kule kunampendezesha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakuwa na wewe katika hali ile ya kumsaidia mwenzio, na kiashirio pia cha kujihimizana katika kusaidiana baina yetu pale ambapo mmoja wetu anahitaji msaada. Allah tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha quri'a alquran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim aqimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، هذا هو يوم العيد. عيدوا لمن صام رمضان، عيدوا لمن راقب الديان، عيدوا لمن لم يحقدوا على الإنسان، عيد لمن لم تدفعه، عيد لمن تصدق على الفقراء والمساكين، عيد لمن يزور جيرانه وأحب أعوانه، عيد لمن طهر قلبه من الحسد والغرور وابتعد عن الآثام والشرور. Ndugu Waislamu, leo tupo kwenye furaha kubwa ya Idi, lakini ni vyema tukaelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka furaha hii kwa ajili ya waja wake ambao walifunga Ramadhani kwa ajili yake yeye Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Idi hii ni kwa ajili ya wanaoendea kuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idi hii ni kwa wasiotaka kufanya tena ubaya na husuda kwa wenzao. Idi ni kwa ambao hawazioendekezi nafsi zao katika kufanya maasi. Idi hii ni kwa watakaokuwa tayari kutatua matatizo ya ndugu zao Waislamu wasiojiweza pamoja na kufuta machozi ya mayatima na mafukara. Idi hii ni kwa waliozitaharisha nafsi zao na mambo ya madhambi na kuzichunga nyoyo hizo zisije kuharibiwa tena na mambo machafu na madhambi anayoyachukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waja hao ndio wanaostahili kupata malipo makubwa kabisa ambayo Mwenyezi Mungu huyatoa leo hii kwa waja wake wamchao vilivyo. Ndugu zangu, maana ya maneno hayo ni kwamba tutoke ndani ya mwezi wa Ramadhani tukienda katika kutekeleza mafundisho ambayo tumeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mengi tumefaidika na tumeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwemo maadili mema, ikiwemo kufanya mazuri, ikiwemo kusaidia wanaostahili kusaidiwa, ikiwemo kusoma sana Qur'an, ikiwemo kumtubia Mwenyezi Mungu, ikiwemo kusimama visimamo vya usiku, na ikiwemo fundisho la ufungaji saumu, kwa sababu baada ya Ramadhani zipo saumu nyingine za sunna
ambazo tunakuwa nazo katika wiki. Kuna saumu za siku mbili, Jumatatu na Alhamis, na katika mwezi kuna saumu za siku 3, masiku meupe, ayyamul bayt, mwezi 13, 14 na 15. Na kuna saumu ya Nabiyullah Daud alayhi salam, ambapo alikuwa akifunga siku moja, anakula siku moja, na siku nyingine anafunga. Katika hali kama hiyo, mbele pia kuna Eid ya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kuna Eid ndani ya mwezi Muharram, Ashura, Tasu wal Ashur. Kwa hiyo tutoke tukiwa pia tumejifunza mambo hayo ya kufunga, na tutoke katika maadili mema, kwamba tuwaelekezee vijana wetu waende na yale ambayo yametokana na wamejifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Vijana wetu wasiende katika maadili machafu na mabaya. Leo hii dunia imejaa uchafu, mambo ya ushoga yanashamiri, na vijana wetu wanazongwa na uchafu wa namna hiyo. Kwa hivyo tuwasisitizie vijana wetu, na nawaomba sana vijana wetu, yale mazuri ambayo Ramadhani imewafundisha basi waende nayo hivyo hivyo. Vijana wasiende katika mambo ya madawa ya kulevya. Vijana wafanye mambo kwa kufikiri na kutafakari kwa kina, wasifuate mkumbo, wasifuate kuzongwa katika namna ambayo itakuwa hasara kwao, wazazi wao na taifa kwa ujumla. Vile vile nichukue fursa hii pia kuomba vyombo husika, ikiwepo serikali, kuwawezesha vijana wetu katika mambo tofauti na kuwaongoza katika masuala ya kimaendeleo, kiasi kwamba vijana wawe na namna fulani ya kuepukana na kwenda katika mambo yasiyofaa. Taifa letu linawahitaji vijana kwa kiasi kikubwa sana. Taifa hili halitarithiwa na wengine isipokuwa ni vijana. Kwa hivyo vijana ni kundi ambalo inabidi tutumie nguvu kubwa katika kuliandaa, ili taifa letu lirithiwe na watu ambao ni makini, madhubuti, na watu ambao sio wa kusukumwa na matamanio na fikra za baadhi ya watu bila ya kuangalia ustawi na manufaa ya taifa letu. Kwa maana nyingine, kwamba vijana wetu wajengeke kiuzalendo zaidi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi kathiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Enyi Waislamu, miongoni mwa njia za kusaidiana na kushauriana katika mambo yetu ya kijamii, kwani kutokana na kushauriana ndio watu huweza kupanga mambo yenye maslahi na wao, na kuziunganisha nyoyo zao na kujiepusha na majuto ya kufanya maamuzi ya haraka, kwani wenye hikima wanasema hajuti mwenye kutaka ushauri. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu watu wenye tabia hii kwa kusema, walladhina istajabu lirabbihim wa aqamu ssalata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mwenyezi Mungu anasema wale ambao wanamuitikia Mola wao na wakasimamisha swala na mambo yao yakawa ni kwa kushauriana baina yao, na kutokana na tulichowaruzuku wakawa wanatoa. Kwa Mwenyezi Mungu hapa anatusisitiza na anatufundisha juu ya swala la kushauriana, juu ya swala la kutokukurupuka katika kufanya mambo fulani fulani, na vile vile anatukumbusha juu ya utoaji, wa mimma razaqnahum yunfiqun, na vile tulivyowaruzuku wanatoa. Dini yetu haina mfadhili. Kwa hiyo kile ambacho mtu anakuwa ameruzukiwa na Mwenyezi Mungu, ajue kuna sehemu ambayo Mwenyezi Mungu anataka atoe kwa ajili ya dini yake. Hivyo tutoe katika kuwasaidia maskini, mafakiri, tutoe katika zaka au sadaka zenye kuendelea, sadaka tujaria, ujenzi wa misikiti, madrasa, mazahanati, mashule, kama ambavyo BAKWATA mkoa wa Mbeya inaendesha ujenzi wa shule ya sekondari, ipo hapo chini, imeshaanza kujengwa. Kwa hivyo tutoe sehemu zetu za mali zetu, ni sehemu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anataka tutoe katika mambo yake. Hivyo tukumbuke kwamba tufanye hivyo, na tunafanya hivyo sio kwa kujitia hasara, tunafanya hivyo kwa kujinufaisha, kwa sababu mwisho wa siku, kesho, siku ya Kiyama, vile ambavyo tutavitoa vitakujua kuwa ndio vyenye kutusaidia. Tena tutasikitika, kuna uwezekano wa mtu kusikitika na kujutia kwamba angejua angetoa zaidi. Katika hali ambayo ya majuto makubwa, mtu roho yake inapotaka kutolewa, basi Mwenyezi Mungu anasema, anamuomba Mwenyezi Mungu walau ampe muda kidogo atoe sadaka. Sio muda kidogo aswali au afunge, hapana, atoe sadaka. Ni ishara kwamba utoaji wa sadaka ni jambo kubwa sana na muhimu.
na sadaka hizi ndio walinzi wa mali zetu. Sadaka hizi ndio mbolea ya kufanya kile alichonacho mtu kikashamiri na kikawa kikubwa zaidi. Hivyo tushikamane katika kutoa, tutoe kwa ajili ya nafsi zetu sisi wenyewe. Katika swala la kushauriana, Mwenyezi Mungu amemwamrisha hata mtume wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipomwambia washawiruhum fil amri. Katika aya 159 ya suratu Al-Imran, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, shauriana nao katika jambo. Tunaona namna gani Uislamu unatufundisha demokrasia. Uislamu unaepusha hali ya dictatorship, ya udikteta, kwamba mambo yanatakiwa yafanywe kwa ushauri na kushauriana, na mara nyingi watu wanaposhauriana basi matokeo yake huwa ni mazuri kabisa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliifuata amri hii, akawa anawashauri maswahaba wake bila ya kubagua baina yao, na pia akiwashauri hata wanawake. Mfano, katika vita vya Badr alichukua shauri kutoka kwa bwana Al-Hubayb ibn Al-Mundhir, na katika suluhu ya Hudaybiyah alichukua shauri kutoka kwa bibi Ummu Salama. Wanawake wana nafasi yao katika jamii. Yule ambaye ataona wanawake kama ni watu wa daraja la mwisho, basi atakuwa yeye anajidanganya na hana ufahamu mzuri wa dini tukufu hii ya Mwenyezi Mungu, dini ya Kiislamu. Wanawake wana nafasi kubwa, ndio maana tunamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anachukua ushauri hata kwa wanawake. Ummu Salama ambaye baadaye alikuja kuwa mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimshauri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sulhul Hudaybiyah, ule mkataba wa maafikiano baina ya Waislamu na makafiri wa Makkah. Na ndiyo maana tunaona hata leo hii nchi inaongozwa na mwanamke. Kwa hiyo wanawake ni viumbe wa Mwenyezi Mungu, wana uwezo na wana nafasi yao, tusiwadharau na tusione kwamba wao hawana lile lolote la kuifaidisha jamii. Enyi waja Allah, tambueni kuwa haitotegemea hali ya umma huu isipokuwa kwa kufuata yale mazuri yaliyofanywa na watangulizi wetu wema. Mcheni Allah Mola wenu mtukufu na kamilisheni furaha ya Idi kwa kufuata amri zake. Najueni kwamba ni wajibu wetu baada ya Ramadhani kufanya juhudi ya kuyaendeleza yale mema yote tuliyojifunza katika mwezi wa Ramadhani, kwani Mola anayeabudiwa katika Ramadhani ndiye yule yule anayeabudiwa katika miezi mingine. Haina maana kwamba Ramadhani ina Mola wake maalum. Leo tujitahidi pia tuzifunge, kwani kwa kufanya hivyo mtu anakuwa sawa sawa amefunga mwaka mzima. Fattakullah ibadallah, mcheni Mwenyezi Mungu enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Warabbahu tahawunu wa shura fima bainakum wakadiru mas'uliyatikum nahu mujtama'atikum wa ummatikum. Allahu alaykum. Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواج أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صادقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واقمر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إن هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Ya Allah, tunakuomba tusamehe madhambi yetu. Ya Allah, tunakuomba utuongoze kwa kila jambo la kheri. Ya Allah, tunakuomba ujalie nchi yetu amani. Ya Rabbi, tunakuomba warehemu ndugu zetu wote waliotangulia katika makaburi yao, uondoshe adhabu miongoni mwa adhabu, uwasamehe madhambi yao kwa fadhila na utukufu wako. Ya Allah, tunakuomba utustiri aibu za dunia na kesho akhera. Allahumma a'izza al-islama wal muslimin وعذل شرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عيد مبارك. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mimi kwa majina naitwa Adam Simbaya, ni mkazi wa jiji la Mbeya. Leo hii alhamdulillah tunashukuru kuungana na Waislamu wote duniani katika kusherehekea katika Eid hii al-Fitr. La kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya, uzima, kwa maana tangia tumeanza Ramadhani ya kwanza mpaka leo tumefikisha, jana tumefunga 30 na leo tumeweza kujaliwa kufika kuswalia Eid. Kama alivyosema hatibu, amesema Mwenyezi Mungu wa Ramadhani ndio Mwenyezi Mungu wa siku zote. Hivyo kama alivyotutaka imamu au tuseme hatibu kuwa tumche Mwenyezi Mungu kama tulivyokuwa tunamcha Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, tumche Mwenyezi Mungu siku zote, maana Mwenyezi Mungu ni yule yule. Basi na mimi ni nafsi yangu pamoja na Waislamu wote kuendelea kumcha Mwenyezi Mungu, lakini pia kuiombea nchi yetu, kuitunza amani. Pia hatibu ametusii tuendelee kuwasaidia wenye shida, wenye ziki, wenye kila aina, ili tuweze kusaidiana katika siku zote kama tulivyokuwa tunasaidiana katika mwezi wa Ramadhani. Hivyo niombe Waislamu wenzangu tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu siku zote katika uhai wetu. Nashukuru sana. Mashaallah, mashaallah. Mtu muhimu tena kwa aweni upande wa kina mama. Kwanza kabisa kama ulivyosema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kumaliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na leo tunasherehekea siku ya Eid. Mwezi wa Ramadhani umetufunza mambo mengi, kama tunavyofahamu kwamba ni mwezi wa ibada, na miongoni mwa ibada ambazo tunazisitiza katika mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu ni pamoja na kulinda amani ya nchi. Mwezi wa Ramadhani ulikuwa ni mwezi mtulivu, ni mwezi ambao watu walikuwa wameacha maasi mbalimbali, na maasi ndio yanachochea kuharibu amani. Kwa hiyo kwa kuacha maasi ndani ya mwezi wa Ramadhani na kutunza amani ndani ya mwezi wa Ramadhani, vivyo hivyo inatufundisha kwamba katika miezi 11 iliyobaki tuishi kama tulivyokuwa tunaishi ndani ya mwezi wa Ramadhani, ili amani ya nchi yetu iendelee kuwepo na watu, jamii iweze kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, za kimaendeleo kwa amani na utulivu. Kwa hiyo kiujumla mwezi wa Ramadhani umetufundisha mengi ambayo
jamii itanufaika baada ya Ramadhani insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu, mwezi huu wa Ramadhani tumejifunza mambo mengi sana mema ambayo tukiendelea nayo baada ya huu mwezi wa Ramadhani, tukiendelea kuishi kwa namna hiyo, tunaweza tukaleta amani kwenye nchi yetu. Ni mwezi ambao tumejifunza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu, tumejifunza mema, tumejifunza maadili mema, tumejifunza kuwa na amani, tusiwe na chuki. Ni mwezi ambao umetuletea mambo, umetufundisha mambo mazuri sana. Kwa hiyo hii inaashiria tukiweza kuishi kama tulivyoishi kwenye mwezi wa Ramadhani, tunaweza tukaleta amani kwenye nchi yetu. Rai yangu kwa wananchi, tuendelee kuitunza amani ya nchi yetu. Kuitunza amani ya nchi ndio kitu pekee ambacho kitatuletea baraka na kitatuletea amani kwenye jamii yetu. Kuendelea kudumu katika ibada, tunatakiwa kuendelea kuacha madhambi na madhambi yetu ambayo tulikuwa tumemwomba Mwenyezi Mungu atusamehe, basi tusiyarudie tena madhambi yetu. Toba tulizozifanya mwezi mtukufu wa Ramadhani ziwe ni toba za kweli. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu na kumlilia Mwenyezi Mungu. Ibada tulizokuwa tunazifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuendelee nazo inshallah. Isiwe kwamba mwezi wa Ramadhani umeisha ndio uwe mwisho wetu sisi wa kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu na kufanya ibada. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu na kujikurubisha karibu na Mwenyezi Mungu. Siku ya leo ni siku ya Eid. Wote tuna furaha. Tumefika siku ya leo. Iwe siku ambayo ni ya kusherekea kwa amani na kuendelea kufanya matendo mema. Tusisahau kwamba sasa kwa sababu tumemaliza kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani basi turejee kwenye maovu. Hapana. Tuendelee kumcha Mwenyezi Mungu na kukumbuka kwamba siku ya leo ni siku muhimu. Basi tuendelee katika ibada zetu. Katika taifa letu tunamuomba Mwenyezi Mungu aizidishe amani, azidishe mshikamano katika taifa letu inshallah. Tuendelee kushirikiana Waislamu na wote kwa ujumla kwa mustakabali wa taifa letu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Naitwa Sheikh Msafiri Ayasi Njalambaha, Sheikh wa mkoa wa Mbeya. Leo hii tarehe 21 mwezi wa 3 2026, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kukusanyika na kufurahia na kufanya ibada kwa ajili ya swala ya Idi baada ya kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakati tukimshukuru Mwenyezi Mungu na kufurahia na tukimuomba atukubalie ibada yetu ya mwezi wa Ramadhani, atukubalie toba zetu na yote makubwa tuliyofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lile ambalo naomba ni waambie Waislamu na niambie jamii kwa ujumla kwamba Ramadhani kilikuwa ni chuo cha kutukumbusha na kutufundisha tuelekee katika mazuri ya kuyafanya ambayo yatakuwa ni faida kubwa kwetu sisi wenyewe na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa hayo ni maadili mema, na miongoni mwa hayo ni kuepukana na uhalifu na vitendo vyote vibaya vya kiuhalifu, iwe vya kuharibu mali za watu, kudhulumu mali za watu, kuwaibia watu na kuwadhuru wengine. Katika mkoa wetu wa Mbeya, hususan katika mji huu wa Mbeya, kumezuka vitendo vya kuwashambulia watu kwa vitu ambavyo vinasemekana vyenye ncha kali, vinasemekana ni nondo, kwamba kuwashambulia watu kwa vitu kama hivyo na kuwajeruhi, wakati mwingine kuwajeruhi katika hali mbaya sana na kuwapora mali zao. Tabia hiyo sio nzuri, na wito wangu ni kwamba mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amesema ni uongofu kwa watu, sio kwa Waislamu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ambao imeshushwa ndani yake Qur'an, hudan linnasi wa bayinati min alhuda wal furqan, ni uongofu kwa watu na ubainifu kwa uongofu, kati ya uongofu na batili. Kwa hivyo kinachotakiwa sasa ni watu wote kwenda katika uongofu, na uongofu ni kujiweka mbali na yale mambo mabaya, machafu, mambo ya kudhuru watu na kudhuru mali zao, mambo ya kudhuriana sisi wenyewe, watu kushambuliana,
iwe kwa nondo hizo zinazosemekana au kwa namna yoyote nyingine, na vile vile hata katika uharibifu wa mali zisizo za watu tu, hata za nchi, uharibifu wa miundombinu ambayo inajengwa kwa gharama kubwa na kutunzwa kwa gharama kubwa, na wakati mwingine hata kwa mikopo, sio jambo zuri. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tuepukane na mambo hayo, na mambo hayo yakizidi sana wakati fulani yanaweza kuchangia hata kuharibu amani. Kwa hivyo tuepukane na vitu vyovyote vile vibaya ambavyo sio viashiria vizuri, ni vitu ambavyo vinaweza kupeleka katika hali ambayo sio nzuri, vikatuvurugia utulivu, mshikamano wetu na amani tulionayo. Niwatakie watu wote Idi njema yenye baraka. Niwatakie watu wote uongofu anaotaka Mwenyezi Mungu tuupate baada ya kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya kuwasema hayo, niseme Idi Mubarak kwa watu wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, leo ni siku yetu ya furaha. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani salama salmini. Kwa hiyo leo siku ya Idi. Idi Mubaraka ndugu zangu wote katika dunia na Mbeya kama kwa ujumla. Alhamdulillah tumemaliza kuswali Idi katika msikiti wa mkoa. Kwa kipekee nilipenda kutoa usia kidogo kuhusiana na mafunzo ambayo tumepata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, akina mama, akina baba, wazazi, mwezi mtukufu wa Ramadhani tumepata mafunzo mengi, hasa katika vijana wetu. Tumeona tulikuwa na amani, vijana wengi walikuwa wanatusikiliza. Kwa hiyo nawaomba tusiache kuendelea kuwahusia watoto wetu ili tuweze kuilinda amani. Watoto sasa hivi wamekuwa na mihemuko, wamekuwa wanafata makundi. Kwa hiyo nawaomba wazazi wenzangu tuendelee kuwahusia watoto ili wasitoke nje ya maadili yetu ya Kiislamu. Sasa hivi katika mkoa wetu umezuka mtindo wa kupigana nondo na mambo mengine ambayo dini yetu ya Kiislamu hairuhusu wala hatujapewa huo mwongozo. Kwa hiyo tutumie fursa hii ya mwezi wa Ramadhani ambao tumejifunza ili tuweze kusimamisha Uislamu na tuweze kuwasaidia watoto wetu waweze kuwa na tabia njema, waache yale yote ambao wamekatazwa na dini yetu ya Kiislamu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idi Mubarak. Namshukuru Mungu kwa kuona huu mwezi, nimefurahia mpaka namaliza, na leo ni Idi. Namshukuru sana Allah kwa kuniwezesha mpaka kuiona siku hii ya leo. Alhamdulillah. Kwa kuhakikisha tu amani na usalama na upendo kabisa na ushirikiano. Kuhusu katika swala la kulinda amani katika jamii yetu ya Kitanzania, na hisia sio kuwe na amani, umoja, utulivu, upendo. Yani hivyo ndio itakuwa nchi inaendelea. Sio hii mambo ya nini haya, uwizi, ukabaji, haitakiwi katika jamii. Za watu kupora mali hata za serikali. Kwa hiyo ni hali ambayo sio nzuri sana. Kwa hiyo kupitia mwezi wa Ramadhani tumejifunza vitu vingi sana. Tunapenda kuhasa watu wote sana tuweze kuishi katika maisha ambayo tumeishi mwezi wa Ramadhani, ambapo tumeishi katika hali ya amani na usalama. Hivyo tuweze kuendelea katika miezi yote mingine, tusiweze kuingia katika makundi ambayo yanapelekea itirafu katika nchi yetu. Tunapenda nchi yetu iishi kwa amani, na tunahasa sana vijana wote tuishi katika hali ya amani na usalama. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tupo na huzuni kubwa ndani ya siku ya furaha. Tuna huzuni ndani ya siku ya furaha. Huzuni hii ni baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ulikuwa una fadhila nyingi sana pindi ambapo tunakuwa tunafanya ibada ndani yake. Na ni mwezi ambao ulikuwa una kheri nyingi sana. Watu tumejitahidi sana kufanya ibada, watu wametoa sana sadaka, wamesimama sana usiku, wamesoma sana Qur'ani. Zote ni katika kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwezi huu umeondoka, tuna huzuni, lakini huzuni hii inapatikana ndani ya
siku hii ya furaha ambayo ni siku ya Eid. Lakini mbali na huzuni hii, lakini tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa miongoni mwa watu ambao amewaneemesha kuweza kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuweza kuiona siku hii tukufu ya furaha, siku ya Eid ya bashasha kwa Waislamu. Kwa ni jukumu letu sasa Waislamu, kwa kuwa tumetoka katika ibada kubwa ya mfungo wa Ramadhani, basi tuitumie muda huu kulinda saumu zetu, tusirudi kule ambapo tulipokuwa tunafanya mambo mwanzoni kabla hatujaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ukija kuangalia katika kipindi hichi ambacho tayari mkoa wa Mbeya watu tumerudi katika zile zama za watu sasa hivi wanaumizana, katika wanapigana nondo, basi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ambao umemalizika, basi iwe ni njia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe aweze kunusuru mkoa wa Mbeya katika majanga kama haya, na tuitumie fursa hii ya Eid kuonyesha mshikamano, kushikamana, kuonyesha kusaidiana, kuzidisha kupendana, kwa sababu mwezi wa Ramadhani na imani kwa kiasi kikubwa umetubadilisha. Japokuwa huzuni kubwa ni kwamba tumefanya sana ibada, lakini hatuna uhakika kama ibada zetu zimekubaliwa ama la. Na nina imani inshallah kwa uwezo wa Allah ibada zetu zitakuwa zimekubaliwa na Mwenyezi Mungu atatulipa malipo ambayo ameyakusudia kuwalipa wale ambao ni wenye kufunga. Kwa hiyo tutumie fursa hii ya Eid kutengeneza amani, kwa kuwa Ramadhani imetubadilisha, basi tujitahidi kwa hali na mali tusirudi kule tulipotoka katika njia ya maasi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie nchi yetu iendelee kuwa na amani. Unajua hakuna kitu kibaya kama kutegemea kwamba ili upate maisha lazima umdhuru mtu. Hichi ni kitu ambacho ni kibaya sana. Hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kupata maisha kwa njia ya kumdhuru mtu, ila isipokuwa maisha utayapata kwa njia ya kufanya kazi zako za halali, kufanya jitihada zako nyingine. Wewe fanya kazi, jitume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia. Hakuna maisha yanayopatikana kwa njia ya kuwadhuru watu. Kwa hiyo kwa siku hii ya Eid ni waasi Waislamu tufurahi kwa pamoja, tuwasaidie maskini, mafukara, lakini pia tuzidishe dua kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aidumishie amani nchi yetu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeshukuru tumeuona mwezi wa Ramadhani. Tunashukuru tumeona mwezi wa Ramadhani. Sasa madam, utajitambulisha lakini utaeleza namna gani ambapo unatumia mwezi huu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejifunza nini kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na leo tupo katika siku adhimu, siku ya Eid. Kupitia Eid ya leo unawahusia nini Waislamu, ndugu jamaa na marafiki, lakini usisite kuzungumzia kitu kinachoitwa umuhimu wa amani katika taifa letu? Cha kwanza napenda kuwahusia ndugu zangu Waislamu. Kwenye Uislamu tumejifunza vitu vingi toka Ramadhani imeanza mpaka inaisha. Tumejifunza, kuna vitu ambavyo tumejifunza, vitu vingi tumejifunza. Kwa mfano huruma, tumejifunza kutoa sadaka mbalimbali, vitu kama hivyo. Sasa kumekuwa na wingi wa ujaji wa neno. Kuna lipi la kuambia jamii? Niwaambie tu kwamba Uislamu ni mzuri sana, na washauri vijana wenzangu kuacha mambo yote na kuingia kwenye Uislamu.